tuna tatizo la ugonjwa wa corona, na bahati nzuri niliwaomba ndugu zangu wa Tanzania tuombe kwa siku 3 mfululizo, na mmekuwa mkiendelea kuomba, na ndugu zetu Waislamu wameendelea kuomba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili Mungu atuondolee janga hili. Napenda kuwathibitishia kwamba janga hili sasa limepungua sana. Limepungua sana, pamoja na kwamba bado halijaisha. Kwa hiyo ndugu zangu wana Singida na Watanzania, tuendelee kuchukua hatua. Nimeambiwa kwa taarifa zilizoko katika mkoa wa Singida, katika vituo vyetu pamebaki wagonjwa 3, na hao wagonjwa 3 wanaendelea vizuri. Bado tu hawajapima negative, lakini bado wanaendelea vizuri kwa mkoa wa Singida. Hizi ni taarifa nzuri. Kwa hiyo tuendelee kuomba, tuendelee kuchukua precaution zote ambazo zinatakiwa, ambazo tumekuwa tukiendelea kuelezwa na wataalamu wetu. Mimi nina uhakika kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na kwa kuchukua tahadhari hizo zote ambazo tunaendelea kuambiwa, ugonjwa huu siku moja utaisha. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu, siku moja ugonjwa utaisha, kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Tusiogope, tusitishane. Na bahati nzuri hata Singida hapa nawaona hamjaogopa sana. Hata waliovaa barakoa naona wachache. Hata mimi sikuvaa, hata ninyi hamkuvaa, hata mkuu wa mkoa hakuvaa, kwa sababu Mungu wetu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo endeleeni kuchukua tahadhari. Lakini cha pili, tunaambiwa ugonjwa huu ukijifungia, immune system yako ya kupambana na magonjwa inapotea. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe hivi huru, na ndiyo maana sikutaka kuwafungia watu majumbani. Wewe unayeuza nguo zako pale, ningekufungia majumbani, ungekula nini? Watu wanaohangaika kwenye mipunga wangelima nini? Biashara zetu kwenye masoko wangefanyaje? Ndiyo maana ndugu zangu, kwa niaba yenu nikasema Tanzania hatutafunga. Wanaiita kwa Kisukuma lockdown. Nikasema sisi tutaendelea kuchapa kazi, kwa sababu tunahitaji kwenda mbele. Hizi taa zimefungwa lini? Zina miezi mingapi zimefungwa? Wiki moja? Mwezi mmoja? Kwa hiyo zimefungwa wakati wa corona, si ndio? Sasa hawa waliofunga taa tungewafungia, wangezifunga hizi taa. Ndio maana nasema ndugu zangu wa Singida, tuchape kazi. Uchumi wetu ni muhimu zaidi kuliko vitu vingine. Ninawaomba sana. Kwa hiyo ninawaomba leo, juzi ile nilipigiwa simu na Mheshimiwa Kenyatta, Rais wa Kenya. Alinipigia nikiwa bado Chato, akinipa pole, na akawa amenielezea mambo haya ya corona kidogo. Na leo nimezungumza naye pia, akanieleza, na mimi tumekubaliana naye. Kuna tumigogoro kule mpakani. Wakenya ni marafiki zetu. Kuna Wamasai Kenya, kuna Wamasai Tanzania. Kuna Wajaruo Kenya, kuna Wajaruo Tanzania. Kuna Wakuria Kenya, kuna Wakuria Tanzania na kadhalika. Kwa hiyo corona isije ikawa chanzo cha migogoro, cha kutokuelewana. Tumekubaliana na Mheshimiwa Rais Kenyatta kwamba mawaziri wetu wa uchukuzi pamoja na wakuu wa mikoa, kwetu sisi Tanzania ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkuu wa mkoa wa Mara, mkuu wa mkoa wa Arusha, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na mkuu wa mkoa wa Tanga watakutana na wenzao mpakani na wenzao wa Kenya.
wajadili hili swala, walimalize. Tunahitaji biashara, Wakenya nao wanahitaji biashara huku, na hii korona isiji kawa chanzo cha migogoro. Haiwezekani kila dereva anayekwenda huko awe na korona. Mbona hata dereva wangu yuko hapa? Hebu fungua dirisha. Wewe una korona? Yuko wapi dereva wangu? Simama hapa wakuone kabisa. Huyu ni dereva wangu, tena mgogo. Sasa madereva hawa wote tungekuwa leo tunaenda wote tuna korona, lakini najua haya yatatatuliwa vizuri. Kwa hiyo tumewaachia waziri wa uchukuzi wa Tanzania na waziri wa uchukuzi wa Kenya pamoja na wakuu wa mikoa wanaopatana wayamalize haya matatizo. Haya matatizo ni madogo, ili kusudi wa Kenya wafanye biashara na Watanzania wafanye biashara. Nilikuwa naambiwa palikuwa na magari kule yamekwamishwa ya Wakenya. Haiwezekani tukawakwamisha wanakuja kufanya biashara, lakini pia magari ya Tanzania hayawezi yakakwamishwa kwenda Kenya. Kwa hiyo ninataka hili nilizungumze kwa sababu niko mpakani hapa, na kuna magari mengine yanapita hapa yanatoka Kenya ambayo yanakwenda mpaka kwenye mpaka wetu. Kwa hiyo ninawaomba viongozi walioko katika mikoa inayopakana na nchi ya Kenya na Tanzania wasitatue matatizo yao kwa jaziba, waweke Utanzania na Ukenya mbele, wazingatie uchumi wa nchi zetu. Ninafahamu saa nyingine mtu kichokozwa sana ukanyamaza, na wewe unachokoza kidogo, lakini nawaomba, na kwa vile tumezungumza vizuri na Mheshimiwa Kenyatta, sisi tumeyamaliza. Wakae viongozi watatue hili tatizo na watu wafanye biashara katika pande zote mbili. Haiwezekani mtu anasafiri kwenda nchi jirani anaambiwa akae magari yasubiri mpaka siku 5 siku ngapi wakati amepakia labda bidhaa. Nataka Wakenya na Watanzania wafanye biashara yao vizuri, na niwaombe viongozi katika mipaka hiyo wakae wayajadili haya kwa maslahi mapana ya nchi zetu zote mbili. Huu ni wakati wa kujenga uchumi, na korona wala haikuanzia Afrika, ilianzia huko mbali, na korona iliwakoromea wengi kweli, hata wale wenye uwezo. Sasa tusije tukafika sisi ndani ya East Africa Community tukachonganishwa tukapata kirusi cha kushindwa kufanya biashara kwa kisingizio cha korona. Kwa hiyo niliona hili nilizungumze, ndugu zangu wananchi wa hapa Singida, na niwaombe wakuu wa mikoa hiyo wa upande wa Tanzania, Mwanza, Mara, Arusha, Kilimanjaro na Tanga, pamoja na waziri wa uchukuzi pamoja na katibu mkuu wa wizara ya foreign, wapange ndani ya wiki hii wayamalize haya mambo. Ni madogo madogo sana. Singida oye! Singida oye! Tunataka vitunguu vya Singida vikauzwe mpaka Kenya. Tunataka Kenya waje wachukue maziwa hapa. Tunataka sabuni za Kenya zize kuuzwa hapa. Tunataka mafuta ya hapa ya alizeti yaende mpaka Kenya. Na huo ndio uchumi, na huo ndio uchumi wa kweli. Na ndugu zangu madereva, endeleeni kutulia, kwa sababu hili litatatuliwa na serikali zote mbili. Kenya oye! Tanzania oye! Kenya oye! Tanzania oye! La mwisho, ninawapongeza kwa hatua nyingi nzuri mnazozifanya katika kufanya kazi. Maendeleo ya Singida ni tofauti sana na maendeleo ya nyuma. Singida pamebadilika, nyumba nzuri zinajengwa, barabara nzuri zinajengwa, biashara nzuri zinafanyika. Endeleeni hivyo, endeleeni kushikamana, msibaguane kwa sababu ya vyama, msibaguane kwa sababu ya dini, msibaguane kwa sababu ya rangi. Sisi wote ni Watanzania, na lengo letu kubwa ni kujenga uchumi wa nchi yetu.
Nchi yetu sasa inaenda mbele, inaenda mbele sana. Ni katika nchi 5 katika Afrika ambao uchumi wake unakwenda juu, na ndiyo maana mnaweza mkaona mabadiliko haya, wasione vyaelea, vyaundwa, na waundaji ni ninyi wa Tanzania, ni ninyi wana Singida. Kwa hiyo endeleeni kuchapa kazi. Nataka kuwahakikishia kwamba serikali ninayoiongoza iko pamoja na ninyi, na ndiyo maana tunaendelea na miradi mbalimbali ya nguvu ya kimikakati ya kuitengeneza nchi yetu iwe kama Ulaya. Siku za nyuma ulikuwa ukiangalia, nani alitegemea patakuwa na taa za barabarani hapa Singida? Wakati wanawake wa hapa wote weupe, usiku watakuwa weupe zaidi. Nasema uongo wa kina mama? Ndiyo. Na haya ndiyo maendeleo. Barabara hii siku za nyuma mtu alikuwa anatoka Bukoba hawezi akapita hapa, anapitia Kenya. Leo magari yanapita hapa, ndiyo uchumi. Ndizi zinashushwa hapa, ndiyo uchumi. Hii barabara ya kwenda Babati mpaka Arusha haikuwepo. Nasema uongo? Leo barabara inapitika hapa, magari yanapita, mabasi yanapita. Tembeeni kifua mbele, ndugu zangu wana Singida, kwamba serikali mlioichagua, serikali ninayoiongoza kwa niaba yenu iko pamoja na ninyi. Tunasambaza umeme kila mahali ili kusudi viwanda vidogo vidogo na vikubwa viendelee kujengwa. Mmeshaanza kilimo cha korosho hapa, endeleeni. Baadaye mtayaona matunda yake ya maendeleo ya kufanya kazi. Ndugu zangu wana Singida, ninawapenda. Ndio maana nimesimama hapa kuwasalimu. Mimi nitaendelea kuwa mtumishi wenu. Mimi ni mtoto wenu. Mlinichagua nitumike. Mlinichagua nifanyeje? Nitumike. Nitaendelea kutumika kadiri ninyi mtakavyokuwa mnaona inawafaa. Lakini nataka kuhakikishia mimi niko pamoja na ninyi katika shughuli, katika raha, katika mateso, tutaendelea kuwa pamoja. Na nina uhakika Mungu wetu ataendelea kutulinda. Nimewapa viongozi hapa wanafanya kazi nzuri. Mna mkuu wa mkoa, mna mkuu wa wilaya, mna mkurugenzi na watendaji wengine. Endeleeni kushirikiana nao. Shida haziwezi zikaisha siku moja, lakini tumeenda vizuri na tunaelekea kuzuri. Endeleeni kuchapa kazi ndugu zangu wa Singida kwa ajili ya maendeleo ya nchi hii. Tutafanikiwa. Miradi hii mikubwa tunayoifanya, kwa mfano ya kujenga reli ya standard gauge, ni ya mabilioni ya fedha, ni ya matrilioni ya fedha. Hatukuisimamisha. Miradi ya umeme ni ya matrilioni ya fedha. Miradi yote hii mnayoiona ni kwa sababu tumeamua kwenda mbele katika maendeleo. Msikwamishwe na wala asitokee mtu wa kuwakwamisha. Chama vyetu vyote tulivyo navyo virenge katika kutengeneza Tanzania kwanza. Tuitunze amani yetu, tutunze ushirikiano wetu kwa manufaa ya Tanzania yetu. Singida oye! Tanzania oye! Basi ndugu zangu, ninawashukuru tena. Niendelee kuwaomba ndugu zangu, leo ni fungo ya 20 na ngapi? 26, zimebaki siku chache tusherehekee. Nawatakia mfungo mwema. Endeleeni kulitanguliza taifa kwenye mikono ya Mola. Lakini pia tutakuwa na siku 3 kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kumshukuru Mungu kwa maajabu aliyoyafanya katika taifa hili na kutuepusha na janga la corona. Na nina uhakika katika siku chache corona itapotea Tanzania na itabaki kuwa ni historia. Tusitishike, tukubali kuishi nayo kwa sababu tumeshaishinda. Na katika Mungu siku zote ushindi unakuwepo. Singida oye! Singida safi! Ndugu zangu, asanteni sana. Ninawashukuru, naomba mniruhusu sasa niendelee kwenda.
Asanteni sana, asanteni sana. Singida mambo, mambo, mambo. Asanteni sana ndugu zangu, asanteni sana. Mungu awabariki sana.